Mubashara kweli kweli, hapa tupo katika chuo kikuu cha Chuka Bewa Kuu. Ikiwa ni maandalizi kabambe ambayo yanaandaliwa kwa kutokana na ile kuafali ya mara ya 14 katika chuo hichi. Hapo kuhakikisha kwamba kuna wanafunzi takriban 1400 ambao wanatarajiwa kuweza kuafali siku ya Ijumaa. Wanasema ya kwamba mgeni njoo mwenyeji aweze kupona. Ndio maana yake wanafunzi katika chuo hichi wana maandalizi ya kipekee kuhakikisha kwamba kuna watu wengi watafika mahali hapa kuhakikisha kwamba wanasherehekea miaka 4 ya kuuma uzi, miaka 4 ya kupitia mambo ya hapa na pale, kuhakikisha kwamba baada ya miaka hii 4 wameweza kuafali na kuweza kupepea kama paparasi. Kwa hivyo shukrani za dhati, natumai kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Asante. Na labda tu tuweze kuzungumza na baadhi ya maafali ambapo wameweza kufika mahali hapa mapema kuhakikisha kwamba kila siku itakuwa na mipango yake. Shukrani za dhati. Naam ndugu Mosop, mimi nashukuru kabisa na ni kati ya wale maafali ambao wameweza kufuzu. Naam, asante sana. Labda tu niweze kuwajuza wengi ambapo wapo sehemu mbalimbali nchini Kenya ya kwamba ni siku muhimu sana kwa sababu wanafunzi hao wameweza kuuma uzi, wameweza kupitia mambo mengi, na hii ndio kipeo cha juu zaidi kuhakikisha kwamba wameweza kuafali. Na bila shaka niwaambieni tu ya kwamba baada ya hapa wanafunzi hao wataweza kuenda katika kazi mbalimbali humu nchini Kenya baada ya kuandaliwa vilivyo hapa katika chuo hichi. Hao wanasema ya kwamba ni chuo cha kiunabii, na wanasema ya kwamba wanafunzi wote ambao walikuja katika chuo hichi wataweza kuondoka wakiwa na furaha. Na tunaamini ya kwamba wanafunzi hawa wataweza kufanikiwa baada ya kuweza kupitia mambo mengi katika chuo hichi cha kinabii. Asante, jina langu ni Daniel Mosop. Shukrani za dhati. Nami nafahamika kama vile Dogo Mkosti, ili ni jina la usanii basi, na niko hapa pia Chuka University. Tuko hapa kwa ajili ya sherehe ya maandalizi, sherehe ambayo basi inaweza kufana hivi sasa, na tuko na watu wengi ambao wameweza kutuunga mkono na kutusaidia katika shughuli hii. Basi niweze kuwashukuru wale wote. Naam, kwa kiduchu tu labda niweze kuongezea ni kwamba wakati wanafunzi wanaweza kuafali, haimaanishi wanasherehekea tu kuhusiana na mitihani. Haimaanishi ni mijarabu tu, bali inamaanisha miondoko mengi na hapo misukusuko mengi ameweza kupitia. Na niwahakikishie tu ya kwamba wanafunzi ambao wako katika miaka ya kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, ni vizuri kuweza kujikakamua, kuweza kuwa mwanafunzi ambao unajihusisha na masuala mengi katika chuo kikuu. Si kujihusisha tu masuala ya vitabu, lakini kuweza kuwa na muhalahaka mzuri na wanafunzi wenzako, ile ambao wanaita networking, kujuana na mambo ya social aspect of life. Ndio maana yake unapata kwa wanafunzi ambao wameweza kuafali kwa kiwango cha juu zaidi, lakini kuweza kupata nafasi ya kazi inaweza kuwa shagalabagala ama mambo inakuwa mushkili. Kwa hivyo ni vizuri wanafunzi kuweza kupitia mambo mengi, kujifunza mengi, kuweza kujuana na wengine kutoka maeneo mbalimbali, na pia katika makongamano ambayo inafanyika katika vyuo vikuu. Nasema shukrani za dhati kwa wale ambao wameweza kuafali tarehe 21 siku ya Ijumaa. Shukrani za dhati, Mwenyezi Mungu aweze kubariki. Na mnafahamu kwamba wewe ulipojiunga na chuo hiki cha Chuka University kwamba ulikuwa mwanafunzi imara na mahiri katika masomo, na nimeweza pia kupata katika kuwa chini ya mwamvuli wa uongozi wako. Na ningependa uelezee hadhira ni vipi ama hali gani uliweza kupambana na misukosuko ya hapa chuoni mpaka hivi sasa umeweza kuhitimu masomo yako. Naam, asante sana kwa swali hilo. Kusema kweli, mimi nilipojiunga na chuo kikuu cha Chuka niliweza kuzama sana katika masuala ya uongozi. Nilikuwa katika ile chama cha Kiswahili, nikakuwa katibu mkuu, hata katika masuala ya siasa nilikuwepo, na hata katika chama cha wanafunzi wa vyuo vikuu vya Afrika Mashariki cha Wakama nilikuwa katibu, na pia katika masuala ya jiografia. Na niseme kwamba jambo hili liweza kuniandaa vyema zaidi ili kupambana na mambo kule nje. Na mimi niliweza kutenga muda wangu kipekee, muda wa kusoma na muda pia wa kufanya mambo ambayo ilikuwa kando na masomo, kwa sababu nilifahamu ya kwamba haya maisha ya baadaye haitarajii tu ama haitegemei tu masuala ya vitabu. Nilisema ya kwamba vitabu haitaweza kunitenga na masuala muhimu ya uongozi. Kwa hivyo mimi niliweza kutumia muda wangu vizuri, na bila shaka naweza kushukuru kundi langu la umoja ambao walikuwa wanajiandaa kila wakati kufanya mijarabu au kufanya ile discussion ambayo iliweza kutusaidia zaidi. Ndio maana yake tuliweza kusatisfy the board of examiners. Asante sana. Naam kabisa, kabla ya kuondoka basi, naam pia mimi ni kati ya wale ambao waliweza kuathiriwa na uongozi wako, na hivi sasa basi ningependa nikushukuru sana na nimshukuru Maulana amekujalia neema nyingi.
Na kufikia sasa labda ningependa kurudisha shukrani kwa wenye harakati, na mimi sina mengi, nafahamika kama vile Dogo Mkosti, kijana Abdalla kutoka kule mwambao wa Pwani.